Bwana Sefu kaka, mambo ni aje? Bana, namshukuru Mungu. Uko vizuri? Kwema sana. Naona umependeza hapa. Ndani ya New Tanga Segera. Huwezi kuacha kupendeza. Nadhani unatazama nyuma yangu. Ndio. Tukiwa New Tanga Segera tuna boxing, wanasema Salim Boxing Ndio, Lifuko Boxing Promotion. Lifuko Boxing Promotion ndio imeniweka Segera muda mrefu sana. Sana. Ukifuata Simba ndio msingi. Safe Simba, lakini Safe ana maisha mengine. Lazima wadau ambao wanatufuatilia wajue, ukiachana na hiyo tuende kwenye maisha mengine. Kwa hiyo tuko hapa kwa sababu hizo. Naam. Itakuwa tarehe ngapi? Ukitazama ni 27 sikukuu. Hapa tunazungumzia siku ya sikukuu. Sikukuu ya mfungo tatu, watu kwanza waje kuona watu mashuhuri. Yaani jambo la kwanza watu waje kuona watu mashuhuri. Kama ulikuwa hujawahi kuona boxers mashuhuri, nadhani bango letu litajieleza. Kuna wakongwe hapa, umenielewa yani wengi tu, mimi siwezi kuwataja katika bango, wataonekana. Si umenielewa? Takuwa na boxi hapa nadhani kutoka saa 12 na kuendelea, na tutatangaza ofa zetu kwa watu watakofika mapema. Viingilio vyetu vinaanzia 20,000 ndio 10,000 na 5,000, VIP 20, mzunguko 10,000, kawaida shilingi 5,000. Kwa kwanza tuwakaribishe, tunawakaribisha kuja kuangalia boxing, yani si watu wa michezo. Mimi ukiacha Simba Sports Team bora kwa mujibu wa tuzo, tutazungumzia hilo, lakini boxing ni sehemu ya maisha yangu mengine. Kwa leo nina hamu ya kuambia watu wangu wa SFC, SFTV kwamba ukiacha boxing tuna vitu vingine, na ukiacha mpira tuna vitu vingine. Tunawakaribisha sana. Naam Abdallah. Naam, umejaribu kuzungumzia boxing, mtu wa boxing, lakini pia umejaribu kuzungumzia mpira kwa maana Simba Sports Club. Kitu kikubwa ambacho kimeshika vyombo vya habari leo, mitandao ya kijamii, ni tuzo ambayo wameipata kutoka kwa Baraza la Michezo Tanzania BMT, kuwa miongoni mwa top ya vilabu bora kwa upande wa wanaume Tanzania, tuzo ikienda Msimbazi. Unajua naanza na kucheka. Ku marathon ya ligi kuwa bingwa ni mbio ndefu. Zina ukitunza kumbukumbu unaziona. Ukiondoa kumbukumbu huwezi kukutana nazo. Kuna kujikwaa, kuna mtu alibebwa, kuna alifanyaje. So end the day tutaangalia nani amekuwa na pointi nyingi kuliko mwingine. Umepataje? BMT ni chama cha michezo, baraza la michezo. Mimi naita chama hilo, baraza nini mbwembwe. Sawa, ni baraza la michezo, si ndio chama. BMT kazi yao ni kusimamia michezo yote ikiwemo na ulo nyuma yangu. Boxing wao ndo wanasimamia. Wana wataalamu, wana kila kitu, ni wanadamu, sikuwa hawakosei, hapana. Kuna nukta na wao wanakosea kama wanadamu, lakini katika hili unaachaje kuita Simba sio bora? Kwa hiyo ukitazama kile kilichofanyika kwa maana ya mwaka uliopita, Simba ilifanya vizuri kweli, sababu ilikwenda fainali chini ya mwalimu Fadlu Davis, kwenda fainali. Lakini ukiacha tu kwenda fainali, kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuweko Simba waliitwa wachezaji wa kawaida. Lakini msimu wa mwaka jana unavyoona ndio msimu pekee ambao Simba ilicheza fainali na Yanga kwa maana ya mtindo wa ligi. Umenielewa sijui? Tactic Simba wangekuwa wako strong, wangeimaliza mechi, wangekuwa champion. Lakini bahati mbaya kimchezo ikatokea hivyo. Kwa hiyo unasema wachezaji utayari walijituma, umenielewa vizuri. Nadhani saizi takriban wachezaji 6 wako Msimbazi, wametoka vilabu vingine, umenielewa. Ukija aliyekuwa namba 9 wetu huyo Mganda, kina Ateba, Mkwala, unamzungumzia Mutale, unamzungumzia Jan Chazi ya hoa, fundi wa mpira, na watu wengine Mavambo, Shamalon. Yes, kwa nini hao watu walichukuliwa kwa mkupuo? Kwa sababu ya uwezo wao, kwa sababu ya kile ambacho wamekifanya, kwa sababu ya utayari wa kujituma. Na kama kikosi cha mwaka jana kimewapa Simba kuwa kikosi bora, hiki ni zaidi ya bora. Kwa tuzo ya mwaka huu kwa maana 2026. Sio mwaka huu. Si tutakosa makombe ya fitina na ujanja, ila tutapata tuzo halali kulingana na namna ambavyo tumefanyaje, tumejipanga. Abdallah, si tumejipanga kweli. Si ni klabu ya mpira. Mimi nataka kukumbusha matukio machache tu katika mpira, kwa sababu ya hii tuzo lazima turifaa nyuma. Timu pekee ambayo ina vikombe vingi Tanzania ni Simba Sports. Timu iliyochukua vikombe vingi vya ligi ni Yanga. Nimesema timu yenye vikombe vingi Tanzania ni Simba Sports.
Umeelewa vizuri? Hiyo ukitaka kapiga hesabu. Kuna makombe si tuliaua, nani mtani jembe tuliua, Hedex tuliua, kombe la Tusker tuliua, Kagame ndo tunaongoza. Yani tena muungano ndo sijui tunakaribia kufanana. Simba anaongoza kulichukua mara nyingi. Kwa saizi umeelewa sijui. Yani iko hivyo, maana yake ndo timu pekee ambayo ina vikombe vingi kuliko timu nyingine yoyote. Tulijipanga, tulijipanga. Simba haikuanzishwa kama klabu ya fiti na uongo, haikuanzishwa kama klabu ya siasa. Ndio maana sisi tulipogundua wenzetu wao ni wanasiasa, tulijivua kutoka kwao. Sema tupisheni. Hakuna siku Mungu alowahi, yani niseme nimtaje Mwenyezi Mungu kwa nia njema. Hakuna siku Mwenyezi Mungu yani alowahi kufanya jambo likafeli. Mwenyezi Mungu kuwapa watu weupe kuwa na maarifa ikuwa bahati mbaya. Kama na mimi nimo kwenye watu weupe, waniweke tu kuwa na maarifa. Hao ndo watu Mungu alowatunza katika maarifa. Simba ni klabu ambayo Waarabu, sawa, baadhi ya Wahindi kadhaa na wazungu ndo klabu yao hiyo. Na ndo klabu ambayo ukikwenda duniani unapata vitu vikubwa sana. Umenielewa sijui? Lakini Simba ndo klabu ina rekodi ya peke yake kuingia hatua nusu finali kwa Tanzania. Sijui Afrika na Mashariki na Kati labda Gor Mahia, kenda Afrika Mashariki na Kati unaokota TP Ngriba Mazembe wana rekodi kubwa hatuwafikii. Lakini kwa maana ya Tanzania ndo klabu pekee ilicheza nusu finali. Haikuwa kwa bahati mbaya. Ndo klabu ina robo finali nyingi. Si ndio Kwa maana klabu bingwa na shirikisho kwa jumla. Ndo klabu iliyocheza finali mara mbili wapi? Sasa unataka nini Abdallah? Labda unataka dhambi kwa Mungu. Tofauti na hivyo ni lazima utupe hadhi yetu, utupe heshima yetu. Simba ni klabu inafaa kubeba tuzo zote. Kuwa klabu bora, klabu yenye maendeleo, klabu yenye kila kitu. Jezi ya Yanga inauzwa buku. Kwa mujibu wa mkataba, agreement kati ya GSM na Yanga Sports ni buku. Agreement kati ya Simba Sports na Jelut ni 6 billion na pointi. Angalia tofauti kama ardhi na mbingu. Tona kuna uchafu na dhahabu. Kama mpinzani wa Simba anapata sare anashangilia, Simba anataje kuwa sio bora. Lakini huyu mpinzani wa Simba huyu kuna muda anafikia wakati anatakiwa kudondosha, adondoshi kwa sababu ya hila na vitu vingine. Sasa katika tuzo BMT imetazama utayari wa timu ya Simba. Unajua hivi vitu sijui tunavinguzwa kitaalamu, kuna siku tutaandaa makala. Tunapozungumza utayari tunakusudia nini? Umenielewa vizuri Iwe kwa muda tuzungumzie. Unapozungumza utayari kwa wachezaji ni ile hali ambayo wanakwenda kukupa katika uwanja. Sasa kuna watu wanajua wachezaji walio tayari wanapata tu matokeo. No. Watu wanaweza kukosa matokeo kwa sababu za waamuzi, ndio. Wanaweza wakakosa matokeo kwa sababu wapinzani wameamua kuwa wa moto siku hiyo. Yaani wao wanakaba. Wanaweza kukosa matokeo kwa sababu kuna watu ambao Wilson Huruma anasema wananunua, labda wametoa hela. Sijui umenielewa. Lakini kazi ya BMT haitazami hivyo. Mechi imemalizika kwa suluhu, alipata suluhu aliishije? Maisha magumu kabisa. Umeelewa vizuri? Imekuwa furaha kwake kupata suluhu. Simba ilikuwa na haki ya kuwa timu bora kwa sababu viongozi wa Simba wamekuwa wamenyooka sana kwa sasa. Tumeondoa yale magando. Yupo mtu mmoja mimi nimemuona kwenye tuzo anashangilia. Loiri ni uma sana. Sitaki nimtaje. Lakini miongoni mwa wanafiki ambao wanatuhujumu, yeye ni namba moja. Lakini alikuwa miongoni mwa watu wanashangilia tuzo. Loiri ni uma. Sijui nikatamani niseme. Kuna siku kama nikishindwa ustahimilivu nitasema acha leo ni uchune. Sawa? Utakiwi kufurahia hili jambo kwa sababu wewe ulikuwa ni sehemu ya kutukandamiza. Utakiwi kufurahia. Wewe umetumika kwa muda mwingi sana. Watu wamekutumia wewe kuanza katika business zao, wamekutumia wewe kupitia kuhujumu Simba na vitu vingine. Watu wamekaa imara. Unajua yule magoli yule kama ni mpira dini, yule jamaa alikuwa anapaswa kwenda peponi. Kama mpira mkweli sana. Ananishawishi, yani sina la kusema, ni mkweli kwa 100%. Umenielewa? Na ukweli wake utatupeleka mbali. Sisi tunashukuru. Lakini ukiacha hivyo, namzungumzia tajiri namba moja Afrika Mashariki na Tanzania kiujumla, ambaye juzi alikuwa na birthday yake. Mimi nilimfanyia dua, Mungu amweke zaidi. Huyo ndo mkweli kuliko watu wengine wote. Amewahi kupambana katika vita kubwa. I'm so end the day na yeye Mungu atamlipa. Sababu mimi siamini kama mpira upo katika nguzo ya haramu sana. Mimi naamini kuna nchi inaitwa Irani. Na Irani hawatumii haramu. Tumeelewana? Irani hawatumii haramu, wana timu ya mpira wa miguu. Sababu mpira ni sehemu ya mazoezi na vitu vingine. Kwa hiyo tukimwombea dua Mohamed hatuna nia mbaya. Tunamwombea dua katika jambo la kimichezo. Watu wa mpira Mungu ndo wanawataka, wanapiga gym, Mungu anataka watu wawe strong, wanakimbia, Mungu anataka watu wa hivyo. Unajua Mungu ampendi mtu mnyonge. Mungu anataka watu kama mimi safe, ambao tuko still, tuko imara, hatusemi uongo mara kwa mara. Tunajitahidi kuzungumza katika kweli na vitu vingine. Kwa hiyo
juu ya hiki kilichotoka, mi kwangu nasema sina pingamizi. BMT wametazama ukweli na haki, wakafanya haki. So ongera yao, wamekosea mambo mengine, ni wanadamu.